Hii ni michezo kupitia katika media ya Wanachapesa Media. Niko na mzee wangu mzee Saidi. Hatuna mengi sana ambayo kujaribu kuweza kudadavua kwa sasa hivi, lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana na michezo iliyopita siku ya hapa karibuni, hususan siku ya jana, juzi na majuzi pia. Na hii ni tunachokiongelea mnyama Simba. Kwanza tutaanza engo yetu hiyo, challenge yetu zidi ya draw na Msingizini Hotspur pale Benjamin William Mkapa. Simba ameshindwa kuonyesha ubabe wake kama ule alioonyesha kule Eswatini. Nini shida? Nini tatizo? Mzee Saidi nipo naye, tutajaribu kudiskasi 1 2 3, atatuelekeza. Huyu ndio mwamba mwenye Simba yake. Huwezi kuongea chochote mtambeza, lakini yeye sasa kichwa chake na mawazo yake umwambie kitu kuhusu Simba. Bora mnyimi hata mshahara au hela, lakini sio Simba kuacha kuipenda. Mzee Saidi, mambo vipi bwana? Namshukuru Mungu. Kwema mzee wangu? Kwema. Vipi hali bwana? Hali zetu zinaenda hivyo hivyo. Siku 2 3 kidogo sijakuona naona ubize mvua. Mwenyezi Mungu katuletea neema. Wanasema kimbunga. Kimbunga kimetupitia. Kimbunga kimepita. Vyombo vya habari ninasema na afadhali kimepita kidogo tu. Kingepita chenyewe. Mabondeni saizi tunaokotana. Kama kawaida wale wakisema leta mtumbwi. Lete huku. Hapo wanakaa mabondeni wanaanza kulaumu. Nyamtuoni boti zinatembea. Wewe ulienda kukalia nini kule? Wewe utuoni, wewe umeenda kukalia nini bondeni? Unasubiria nini huko? Viwanja vya Juja vyo? Wewe mvua inanyesha toka. Lakini kipindi kesi walisema maji mafuriko hamna. Mafuriko hamna. Waliamini kama kule kutakuwa kumenoga, ila sasa naona kama mambo yaeleweki. Wewe sema tu mafuriko hamna. Kama hivyo. Jana Jamali Hashimu anasema kimetupitia mbali, kimevurugika. Kwa hiyo zama ndio ile. Pita kwa pembeni kidogo, yani kwenye lakini sasa ile zama imewakuta jamaa mabondeni. Jamaa anaendesha guta kakaa juu. Unamjua Ngedere? Kainua miguu. Kanyanyua, nikamwambia sasa huyu Hashimu. Wewe zama imepita mbali wakati watu wamenyanyua miguu. Jana hiyo. Hali ya jana ile. Jana hiyo. Mwenyezi Mungu kaleta neema kidogo. Jana watu watakulala wamekumbatiana joto. Mzee Saidi bwana, tuanze na engo yako ya Simba mnyama maana tukuizungumzia hii. Ndio, tulikuwa kocha Dimitri Pantev Matatu. Siku ya tarehe 20. Hebu rudia jina. Dimitri Pantev Matatu. Dimitri Pantev Matatu. Hilo jina inabidi wewe umesoma Kiingereza. Pantoni unasema Pantoni. Wewe unacheka. Ndio unasema Pantoni. Boti ya wapi? Ya Pantoni ya nani ile ya kivukoni. Ile iliyotupelekaga Mwanza nini? Itupeleka Zanzibar. Tumetubwila maji mule tukatoka na goli letu moja. Unarudi mzee kifua mbele. Tukatupeleka finali. Sana najua. Sasa watu wanatukana mtu katupeleka finali. Kaba wewe huyu. Sasa mzee Saidi. Naam. Wengi wao waliamini pale Simba itakapofika Benjamin William Mkapa walisema hatoki mtu. Ndiyo. Na walivyotoka kule kauli mbiu yao walisema hatujaridhika na yale matokeo ya 3-0. Lakini wamefika pale Benjamin pale hali ilikuwa sio vile walivyoitarajia. Shida hapa nyingine wewe kwa mchezo ulivyoona Simba lizidiwa wapi? Mfumo. Yule kocha anahangaika anatafuta mfumo au weke sawa. Unajua mfumo wake ule aliochezesha ni mfumo ambao anatafuta pattern. Ikiwa yeye mwenyewe kaisha kuambia timu bado. Kwa hiyo hawezi kwenda na mfumo ule aliotoka nao Eswatini au Usingizini kule akaja tena akacheza na Usingizini hapa. Kwa sababu ile ni taaluma yake. Ndio. Na ni kazi yake. Ndio. Yeye anaijua, lakini tayari tushaanza kumdauti mechi moja tu. Watu wameanza kuulizana mbona sio ule mchezo ambao aliocheza Eswatini? Sasa unajua shida kubwa iliyopo, watu wa Simba wanataka haraka. Wanataka haraka ya matokeo, haraka ya kufanya. Yani ya timu yao waione inacheza vizuri. Iwape faraja mapema. Kwa sababu ni watu wa kutembea wanasikitika. Hawana raha ya kuongea. Wana raha gani? Wanataka raha ya kusikitika, na ndio maana hata ile walivyoshinda 3 kule kelele zilikuwa nyingi mjini, na wakajua hapa tukija tunachukua tena hela nyingine ya mama. Ndio shida, hela ya mama imekosekana. Wamekosa, lazima wadauti. Mbona kule tulikuwa hivi, mbona huku leo tumekuwa hivi? Muhamishe mtoto
kutoka nyumba ya kupanga mpeleke nyumba ya kupanga. Atakwambia baba twende turudi kwetu. Kumbe zote ni nyumba za kupanga. Nyie mjini hamna nyumba. Kwa Simba shida yao kubwa ni kutaka kuiona timu yao ina mwendelezo ule uliotoka nyuma, uliofanya pale na ndio wanaendelea. Lakini sasa shida ni nini? Yule bado anatengeneza timu, yeye mwenyewe anakuambia bado. Mimi nitasemaje tayari? Bado. Mwenyewe mwenye taaluma yake anakuambia bado. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wanasema Kibu naye mbona haisomeki? Kule kuonyesha mpira mzuri afu kaja hapa. Sio yule Kibu aliyokuwa. Mfumo jamani, mfumo. Unajua ngoja nikwambie. Tulimsema Jean Shani aua sijui. Ndio. Lakini ndio mechi iliyotupeleka finali. Ndio. Kibu Kibu kaishafanya makubwa Simba. Ndio. Wala hapaswi kulaumiwa. Kuna muda wa kumlaumu na kuna muda si wa kumlaumu. Natakiwa mumwache. Hata kama tusingeshinda 3 afu tungekuja kufumuliwa tumetoka, mngeongelea wapi kwa Wagalatia? Na wakati nyoa Wagalatia mlikuwa mnawazomea. Waliwabeza, mnaingiza bure. Mfumo. Subiri mechi ya sisi tunakuja kumaliza. Mfumo huu ngoja utakaponiletea kitonge ngoja ni ufuatilie. Mfumo huu umeshatokea kwa watu watatu. Nani? Kocha yule Robertinho. Alafu kuna kocha mmoja sijui nani na huyu aliyekuja. Mfumo huu hatupati matokeo. Ule wa 4-3-3 kwa viungo kati wengi. Huwa hatupati. Maana kipindi cha kwanza mkuweka forward striker kuwepo. Ndio maana yake. Huwa hatupati matokeo. Sasa hii yote anahangaika kuijadili, kuitengeneza timu. Ili kusudi akija kufungua booster aje afungue booster. Wewe mzee Said unataka kuniambia kocha Dimitri Matatu bado kikosi cha kwanza first 11 yake bado na yeye mwenyewe si anasema, sio maneno yangu mimi, maneno ya kocha. Bado. Huyo mnasema nani? Meneja. Meneja wa hoteli anasema bado vyombo vyake havijakaa sawa. Meneja wa hoteli. Bado havijakaa sawa. Vikikaa sawa watu mtaanza kupakuliwa pilau. Meneja wa hoteli. Meneja wa hoteli si ndio? Meneja wa hoteli, yani vyombo havijakaa safi. Vikikaa safi, anaviseti vyombo saizi anaviosha. Vikikaa sawa vile mtatafutana kama mpira wa kona. Unaguna unashtuka. Shtuka maana unapoanza kusifia mzee Said. Mambo yanaanza kuwa matamu. Yeye ndo anasema sio mimi. Sio wewe. Ni yeye kocha, kwa kwamba timu yangu bado. Kila akicheza mechi anakuambia bado. Sasa hapa tunaifikiria mechi gani unajua? Na Tabora United. Ndio umeenda. Ndo tuko kule. Meshaenda kesho kivumbi na jasho. Itajulikana huko. Itajulikana huko. Uwanja mbovu, uwanja una matope, uwanja una michanga, patajulikana huko. Kristina anakuambia nataka wafundishe kama alivyofundisha Yanga. Yule naye maneno yake ndio yalimponza akaondoka hata pale. Maneno yake pale, si alikuwa msemaji wa KMC. Maneno yake ya kulopoka kila ikikutana imepigwa. KMC mechi ya ngapi wanafumuliwa? Bado wamemngangania Maximo. Sasa si bado naye anajenga timu. Anajenga timu iko wapi? Hata timu wachezaji ambao wamesajiliwa na kocha mwingine sio yeye. Kwani kocha alikuwepo pale alikuwa nani? Si yule aliondoka. Wale nao wana roho ngumu kama Simba. Mzee Said bwana, za ndani nasikia kuna mchezaji pale bwana akaja kwa mkopo lakini aliyomleta anataka aanze first 11. Nani? Timu gani? Sijajua hiyo timu. Wewe usizunguke, si Simba. Simba. Mimi nimekuta tu kwenye makaratasi inaonekana kuna mchezaji pale kaja kwa mkopo. Shida iliyopo. Na Matatu yule kocha yule kocha ni bandidu. Muda wote anaondoka babu. Wale makocha anaondokaje wakati mpesa timu inaenda vizuri? Hawataki shida. Hawataki kupangiwa timu. Yule mchezaji katoka kule, katoka wapi? Raja Casablanca au Express ya Tunisia? Ni katoka timu gani? Wydad. Hivi wewe Wydad wakupe mchezaji mzuri kwa mkopo? Wydad, Mwarabu gani aliyekupa mchezaji mzuri wewe? Ndio nakuuliza. Ila wewe ndio umpe mchezaji mzuri, sio yeye akupe mchezaji mzuri. Timu gani? Unaleta mtu imeshikaisha choka vula lile. Sasa yule aliyevula analazimisha licheze. Na namheshimu. Na akiendelea nitampasua. Wallahi sifichi. Mwalimu hamna kitu. Hivi wewe umesema timu gani?
gani hiyo? Jina tu. Oi, hiyo timu yako. Si ndio hiyo timu iliyomleta Mwalimu. Raja Casablanca. Hivi Raja, twende. Ukiitaja Raja, umeitaja Afrika. Ndio. Ukiitaja Simba, umeitaja Afrika. Sawa sawa. Ukiitaja Experience Tunisia, umeitaja Afrika. Timu kubwa hizo zote. Timu kubwa zote hizo. Huyu akupe mchezaji. Mwarabu akupe mchezaji. Wenyewe kwa wenyewe wanamgombea Mayele sasa hivi. Nasikia huyo anataka kwenda Saudi. Subutu, wamesemaje wale? Wamekwambia tutoi ngo. Afu wewe unasema mimi nimepewa mchezaji mzuri. Yule mchezaji Simba ni sehemu ya kupandishia. Lakini Sarogei ni ushindi ile nani? Mechi ya nani? Kwani kutoa ushindi si umetengenezewa? Kwani nani huyu mchezaji wa Yanga huyu? Nani huyu Dube? Dube si watu wataanza kwanza kumkasirikia kwa sababu anatengenezewa pansi clear. Matokeo hakuna. Matokeo hakuna. Watu wameanza kumdoubt. Lakini mkumbuke, Dube anapita katika kipindi gani? Katokea timu gani? Sasa wewe Selemani Mwalimu yule katokea timu gani? Sikatoka hapa wapi? Fountain Gate. Hamkumuona Fountain Gate, mwende mkachukue kwa mkopo kule. Alafu unalazimisha acheze kila siku. Babu, lile kocha limatatu ni jeuri. Tatu ni jeuri. Na nilimwangalia mechi moja tu. Uzuri bwana wa Azam wana kusogezea mtu usoni. Angalia kichwa yake ilivyokuwa mbovu. Walimzumu yule akasogea chwap. Fasta mimi nikaangalia macho nikajua pale ile ni matatizo. Kibri imejaa pale. Zesheni. Yaani mimi nakwambia ile ni zesheni. Na wakimpangia atawaambia chukuani ile timu lenu naondoka. Kabla tarehe 15. Sasa wewe Mwalimu mchezaji na wewe bwana wewe. Sasa Mwalimu wangemsajili. Hapana na hiyo habari bwana wewe. Msajili mkopo ule. Mkopo si unakuja tu kwani ikija kwa malipo anatoa. Nini? Malipo si wanatoa Simba. Wewe achana na hiyo habari. Unaacha kuweka watu wa maana. Mimi nilikwambia babu, Mwarabu hawezi kukupa mchezaji wa maana. Sikiliza bwana. Wakati tumeyumba sisi. Sawa? Kaondoka Chama, kaondoka Mixon. Hatukupiga hodi kwa Waarabu. Mulienda mkakataliwa kipindi kile Chama na Mixon anawika. Sasa wakasema hatutoi. Subirini kwanza. Subirini hatutoi. Bado walikuwa wanamhitaji. Alivyochoka kawa kipipa, si ndio akasema chukueni mzigo wenu. Sasa wewe leo yule wewe aje wakupe mchezaji vipi? Mwarabu nani? Mwarabu anataka matokeo. Mzee Saidi ukubaliani nayo kabisa yeye anataka bosi ati. Yaani nakwambiaje bora hata lile zeluzelu, lile lenye nywele zeluzelu lile nani lile? Lile lenye nywele lilizoweka nyeupe lile. Soa. Sio yule. Wanaambia Soa nachagua Soa. Weka wawili pale. Yule leo simpenda yuko. Yaani mimi nakwambia mimi nakwambia sio kama ni kwa simpendi, nilisema hivi, kaletwa na nani? Je, ataisaidia timu? Si tumetoka kwenye matatizo, tunahitaji watu waje waipambanie timu. Ndio nilichokuwa nauliza. Sasa yule mchezaji mwenyewe hata akiwa anakimbia unaona matege tu, wewe unaletea matege mimi babu. Mimi nataka mpira. Hata matege tushaona kina Ramazaleni, marehemu. Matege. Peter Tino. Tege kala maana. Yaani akisimama hivi unaweza ukatumbukia pale kwenye ile tege. Unaletea tege. Na ugusi mgongo. Na ugusi atapaje. Tege la mtu hilo. Na uchukui mpira. Sasa Mwalimu. Mwalimu tege la ublazameni. Wewe nipishe bwana. Wewe kiongozi unalazimisha acheze. Mwacheni Mwalimu afanye kazi yake. Standard clear. Nyoke. Usilete sesheni. Naleta zesheni kwenye matatizo, sisi tuna uchungu. Naleta zesheni kwenye raha. Sasa hiyo zesheni ni nini kwanza? Zesheni matatizo. Zesheni matatizo. Utajua wewe. Naleta zesheni shida. Tujue wote. Sasa peke yangu. Naleta zesheni babu. Leta zesheni kwako, usilete zesheni kwenye starehe. Wewe unang'ang'aniza Mwalimu acheze. Nani Mwalimu? Striker. Sienda kafundisha huko kama mwalimu wa shule ya msingi. Mwalimu amuoni kule, Mwalimu kipaji cha mpira wapi? Wewe vipaji vya mpira unavijua wewe? Kuna watu walikuwa na vipaji vya mpira babu wanasajiliwa wenyewe tu. Yaani unafuata kwenye miembe Tabora kule. Sasa kwenye mwembe uwanja nani? Uwanja chini ya miti. Sasa si ndio maana nimekwambia kwenye miembe. Wewe hujai kucheza mpira chini ya mwembe. Sawa. Sasa inatoka klabu ngeo kusajili. Yanga marehemu wamemtoa wapi? Kama sio miembeni kule. Marehemu Saidi Mlisho. Nani marehemu Saidi Mwamba? Sio ameenda kule, ameenda kumuokota kule. Sio za mchangani. Za mchangani si ndio mchangani kwenye miembe Tabora. Kisa uwanja umekuwa mweze kumiliki. Sasa kumbe nyinyi mnamiliki viwanja vya miembe. Mnafunga afu kamba
kamba ndio mwamba wa juu. Sasa ukikatika afu mna ukipiga shuti sasa umekatika. Mna mashindano mmewekewa mbuzi pale. Ikipiga kamba ile mwamba juu mkamba. Ukipiga shuti ule mpira zinaenda unapiga pale kamba. Kitikisika sio goli. Wewe goli ni gala kwa bia. Sio goli. Mnakubaliana kabisa. Ikigusa kamba sio goli. Wewe hata kama kipa karuka kuchezesha atikisa sio goli. Limepita pembeni. Sasa wewe tunakuona umegusa kamba. Sio goli. Sio goli. Umeongezea. Limepita kwenye kwapa. Kwa juu kidogo hivi yani kipa limempita kwenye engo ya 90. Sitaonekana. Kipa kaenda kagusa imeenda imegonga kamba. Sio goli. Sasa mlikuwa mnarudia nini kujua kama kagusa kwa mkono? Sio turudi. Wewe weka hapo goli kiki twende tudunde. Wewe VAR mko mmoja. VAR kijijini utaitoa wapi kama taifa yenyewe VAR mpaka mfungiwe na kafu. Na VAR hata isije huko. VAR. Wewe umeona siku ile nini Barcelona na nani? Na Madrid. Mbappe kawakimbia pale kaweka refa akasema hebu ngoja hapa. Nikajiridhishe kaja kakataa goli. Sio sahihi. Nikaona session hii. Watu wakarudi tena, nyechezeni mpira tu. Barcelona. Sasa na sisi ndio tunatakiwa tukumbuke. Naielewa Madrid. Naielewa ndio. Alikuwa ananipigia simu muda. Sasa wote nilikuwa nakwambia angalia vitu hivyo. Mimi naipenda kishenzi Madrid. Kama ninavyoipenda Simba. Kama ninavyoipenda Simba. Nilinyamaza kwanza. Ulitulia kajua Barcelona timu. Timu wapi? Wao wanabebwa wale. Sasa mzee Saidi 5 Barcelona wanabebwa bwana tangu dala. Mimi nimeanza kufuatilia mpira wa nani? Enzi kina Xavi Aniensa, sijui Aniensa. Xavi Alonso. Kuna Xavi Alonso, kuna Iniesta. Babu. Babu, Iniesta alikuwa anateleza kama mlenda. Ushawahi kula mlenda? Hatile, unaijua hatile wewe? Hati gani? Sio hati. Wakikusikia wenyewe au mswalu. Shakula wewe. Na uchifute wenzangu wakaione mswalu. Taenda Dodoma. Dodoma ndio inapatikana mswalu. Shauri yako. Hakunoge. Mzee Saidi. Siku ya jana bwana. Pale viwanja vya KMC, kiwanja cha halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni. Wagalatia wako wamemwadhibu pale Mtibwa. Shabalala. Walisema amezeka. Lakini kuna ushangiliaji wake alivyofunga ile goli. Mgoli wa mbali. Ule ushangiliaji una maana gani? Hebu nisaidie. Hataki kelele. Na ndio maana aliuanzisha Simba. Hataki kelele. Mimi naamini chini sitaki kelele na nyinyi. Na inama tuna nipigeni kelele mimi na nimetulia. Katuliza hata kifujo. Tapiga kelele wenyewe. Ngeni kelele. Yes babu. Naacha silaha. Unaona kwanza ule mgoli? Marehemu lakini marehemu Ferguson alikataa kabisa. Ferguson marehemu. Yupo kwenye mpira. Saidi bwana. Yupo kwenye mpira. Unamzika mtu bado uko hai bwana. Yupo kwenye mpira. Yupo anasimamia masabani na Manchester pale. Ingekuwa inahangaika vile Manchester. Kuhangaika sio. Basi haya tufute la marehemu. Ferguson alitaka nani wale walitaka mchezaji wale Arsenal. Kama sikosei ni Arsenal au Chelsea. Walikuwa wanataka mchezaji gani? Manchester United. Yupi? Sijui, sikumbuki ni nani. Ferguson akasema siuzi silaha jirani yangu. Itoke hapo iende hapo. Siuzi. Nakataa itakuja kuniadhibu. Itanikuja kuniadhibu bora niuze huko mbele ya safari. Sio hapa. Ndio akataka kamuuza Real Madrid, sio alimuuzaga wapi huyo mchezaji? Au unamzungumza nani Cristiano Ronaldo? Sio Cristiano Ronaldo. Kuna mchezaji pale kati ya Arsenal au Chelsea walikuwa wanamtaka. Umeelewa? Enzi ya Ferguson. Ferguson akasema siuzi jirani yangu hapa. Pointi yako inakuja wapi sasa? Pointi yako inakuja. Nyinyi mmesema Mohamed Hussein mzee amefunga goli kama la klabu bingwa aliyolifunga Simba kule na Experience du Sunia sijui ile. Mmeona sasa matokeo yake. Mzee yule chizi analia. Mimi napomlilia mtu najua kweli kitu kile. Mohamed Hussein bado. Na Mohamed Hussein bado nafasi tuna. Basi wangemwacha Mohamed Hussein, Noma wangemwacha angebaki. Lakini mpaka Noma wamefukuza. Noma kweli. Kila siku wao ni kutengeneza timu. Yesu meletewa yule kutoka kusini Mrigo. Sawa. Kwani mimi nimesemaje? Tunaanza kufundisha maji vizuri. Ndio maana nimekwambia Simba sio kituo cha kupandishia wachezaji mpira. Simba ni watu wanahitaji matokeo. Kupandisha mipira wachezaji ni Mtibwa, Kamanungu,
hata Azamu kule unaweza kipaji chake kutoka kule alipo hata Azamu si ndio kazi yao hiyo, kuwaibua kutoka chini. Sasa Azamu kazi yao na kuibua vipaji. Sasa kumbe Mdathiru katokea wapi? Wewe vipi wewe? Unataka kubisha na mifano ni nani? Kwenye Azam mbili. Sikatokea Azam mbili akacheza pale kaenda Yanga. Unaona anavyokitwanga? Anawasha. Sasa wewe utawaambia nini Yanga Mdathiru? Kwa nini Simba bia wachezaji mnaotoa? Huyu nani alikuwa anajulikana na nani? Nani? Dube. Alikuwa anajulikana na nani? Katokea huko Zimbabwe. Zimbabwe alikuwa anamjua nani? Kwa nini ulivyofuata Chama ulimjua nani? Nani? Chama anakuja pale Simba. Chama katoka sikatoka nani? Wapi? Katoka ile timu kubwa ya nani ya wapi? Ya jina ndio imenitoka. Nchi gani katokea? Zambia. Sasa ndio sikatokea Zimbabwe kuna timu kubwa. Ndio alikuwa anamjua nani? Sasa amejulikana baada ya kufika hapa na Azam. Sasa kumbe. Kwa hiyo Azam kazi yake ni kupandisha watu wanachukua. Kama hivyo wamechukua Dube. Wameweka pale. Na Dube yenyewe naye ndo vile. Dube sio vile. Mimi nawaambia kabisa jamani, Dube yule mchezaji. Ila sema ndio hivyo wamefunika. Lakini kama akipata mtu wa kwenda kufunua ile mashine hatari. Hivyo wewe unakumbuka wakati yuko Azam yule sisi katutesa Malanga. Kawafumua sana Simba. Kamfunga Manula goli la kavu. Goli la kavu, sijui kevu, sijui nini mnazo. Kavu. Kalifanya hivi chukua likapita mgongoni kwa Manula. Manula luka na wewe. Sasa kavu mzee Saidi mimi wanichanganya. Kavu nyesi ndio mna maneno yenu ya Kiswahili mnasema kavu. Au kavu nini? Sasa hili nayo nimekosea ndugu yangu. Mimi bwana. Ile kavu unazungusha hivi. Si ndio kavu? Taifa pale mwanangu. Alikuwa anapia kama inatoka nje. Kama inatoka nje na nilijua mimi naenda kugonga mwamba. Manula luka na wewe. Chukua. Na ilivyoingia kimezama. Kama alivyoruka jana Constantine kocha Mtibwa. Sasa kumbe kapeleka yule kaugusa. Lakini kwa sababu mashine ilikuwa imetumwa, kapeleka mwenyewe nyavuni. Afu alivyoinuka kana anamwangalia Mohamed Hussein. Nani? Si yule golikipa Constantine. Sasa anamwangalia Mohamed Hussein. Akamuuliza nyewe vipi huyo? Akasema kalifumua huyo. Yule beki wake naye anamuuliza sasa wewe mikono vipi? Akasema mikono inawasha. Sielewi mimi huyu Mohamed Hussein. Alafu yeye ndo anapita pale sasa anakimbia. Dogo kamwangalia kwa hasira. Yule golikipa kamwangalia kwa hasira. Kama ingekuwa amri yake pale aende. Kamata mnige yule. Yule bwana akukavu wala nini alisema mimi nalituma linaenda kuingia. Na akatoka jana kwa MVP unajua hilo? Sawa. Man of the match jana katoka na kile kizabu cha nini? Kwani unalazimisha niumie au tunaongea? Kama unalazimisha niumie sawa. Maki naona unashindilia katoka za mechi. Kwani mimi sikumuona za mechi hiyo unaisema wewe? Sasa wewe Mohamed Hussein unaenda kumwacha kwa akili yako. Yuna wale hawakumwacha, wale wamefanya biashara. Lazimishi kwanza ndio Said mimi nakuelekeza alichokipata jana. Sawa. Kashinda? Na kawa man of the match jana kaondoka na kizawadi chake. Watu wanasema kwani timu yake, nyie timu yenu? Kwani timu yake wapi? Nani wao wanasema mimi nasema kwa nini Mohamed Hussein kaondoka? Mzee Said kwani timu yake? Nyie wao timu yao. Simba. Timu yao wote tumelisi. Ni timu ya kurithi. Sasa Yanga na Simba zote tumelisi. So Azam. Waliozianzisha wapo. Azam imeanzishwa mwenyewe yupo hajafa. Mzee Baresa yupo pale. Ndio nasema hii timu ndio mwenye timu yake. Si wote tumelisi. Mapenzi kutoka moyoni ndio Azam. Ila wote sasa hivi Simba na Yanga mnalisi. Si tumelisi mapenzi. Ila kwa Azam ndio mapenzi yanatokea kweli. Yaani wewe ni shabiki wa kweli. Unaiona timu. Na wenyewe wale ukati Azam haipo walikuwa wanashabikia timu gani? Walikuwa na timu zao. Situdanganye sisi. Walikuwa na timu zao. Kumbe bado ilitokea huko. Sasa kumbe sikuna mmoja alimwambia umeenda kwa ungangano, kifuko cha ungangano wataka kupigana. Watu wakamwambia starehe hii. Kapewa kiroba changano ndio maana anaenda kuishabikia Azam. Kwa hiyo tena watu wakaanza kumbeza mwenza wanamcheka. Ila kule ndo wanakula matunda. Yule bwana akasemaje? Akasema mimi namheshimu tu mzee Saidi. Angekuwa mzee Saidi hayupo, ningepiga mtu hapa na baba basi yameisha. Tusameane watoto hao washenzi hawana maneno ya busara. Wanakupelekea moto kweli. Watoto wa sasa hivi hao wa 2000 na wanakupelekea moto. Hakuogopi. Hakuogopi wewe nani? Anakupa hapo hapo. Alembi. Jana walimwambia wewe umeenda kwa unga wa ngano.
mimi nimeenda kuokoka, na mimi samaki tayari. Ni mchezo jamani. Mpira jamani, msana hasira. Mbona si mpaka tunatukanwa? Kwa hiyo bwana ndio hivyo. Yule kocha bwana, jinsi ninavyomuona, yule kubwaga manyanga asubuhi wala huni shida. Na wakiendelea kumfuatafuata, na nasikia amesema kama umchezeshi ukai. Akai pale benchi. Ai. Mzee Saidi, ulikuwa umemzungumzia sana siku za nyuma, hizi siku mbili zilizopita, mchezaji wako Dube Prince. Ulizungumza jamani, msimbeze engineer, tafadhali mwangalie kijana wako, anayoyapitia ni mazito sana. Ukawashauri mpaka mashabiki wa Yanga pia, mchezaji wenu bado yupo ana ubora Prince Dube, msimdhi yake na wala mkamona kiwango kimeshuka, ila kuna mambo anayoyapitia. Jana bwana, mashabiki wa Yanga baada ya ushindi wa goli 2, japokuwa yeye hakushinda, lakini walienda kumokotesha jana, katoka na kifurushi pale cha pesa. Sasa yale ndio mapenzi. Unajua hata yeye kwa kitendo kile alichoomba kutoka Sabu, kuwa na wakela mimi watu hao nakosa magoli. Kwa hiyo kile kitendo alivyofanywa Sabu, akatoka kenda akakaa. Alikuwa analia pale alivyokaa chini. Umenielewa? Akawa analia. Sasa Yanga wamemuona kwa kwamba huyu mtu wetu bado, ndio vile kumuita. Yaani pale wanamrudisha katika hali yake. Ile kisaikolojia. Yaani hata wangemuita wasingempa hela, wangemwambia Dube njoo. Bwana si tupo pamoja na wewe. Walizungumza pia. Inatosha kabisa. Yaani hela ni mapenzi ya kuonyesha kwa kwamba bado tunakuhitaji. Walikuwa wanampigia makofi na kumwimbia wimbo Dube, Dube. Ile sasa unampa hamasa mchezaji. Unampa hamasa na morali. Walichokifanya ni kizuri, mimi nawapongeza kwa sababu ni mtu wao na anahitaji kufanya kazi katika timu yao. Na ndio maana mimi nilimwambia Engineers, kama wewe unashindwa, Dube ana hela yake. Mimi na hela yangu, wewe Dube panda gari tuondoke. Wewe? Wewe unatumia gharama zako? Mimi ningetumia gharama zangu. Sasa kwani hata akinipa hizo mimi umaskini wangu utaisha? Hauwezi kuisha. Msaidie mwenzio ili aende. Nataka kumpeleka Tabora. Akokote kule mimi ningempeleka. Mimi nakwambiaje, kokote ningempeleka. Na angerudi ungekuwa msumari. Ila wakati anatengenezwa, ningemwambia akiiona Simba iogope. Au asipangwe kabisa. Asipangwe. Au yeye mwenyewe akatae. Aseme mimi nimechelewa. Mimi sichezi. Unanifungaje? Niliwahi kumwambia Selemani Azamu, mimi nimewasaidieni Dodoma pale, Azamu imepanda. Kwa hiyo nyinyi kumbe kupanda kwenu ni kwa ajili ya kuifunga Simba. Marehemu Selemani Azamu mzima, nimetoka Dodoma nimekutana naye. Kwa mchana kabisa kutaka kuwa na mambo mengi. Nilimwambia live na wala siwezi kusema eti kwa sababu kafa. Na yule angekuwepo mimi saizi ningekuwa Azamu. Simba ungeama? Sio Simba ningeama, ningekuwa kiongozi. Ungesimama na wewe kumbe. Sasa wao waliokuepo hawajajua kama mzee wa nini sasa mimi? Mchango wako na wa nini? Achana nao. Mchango wangu ataujua Mwenyezi Mungu au ataujua Selemani Azam mbele ya haki. Wenda kina Zaka wajui, wangekuwa wanafahamu huo. Kwani si aliniuliza na nikamwambia? Angekuwa anataka si angeniita babu. Bwana Mzee Saidi hebu njoo. Tuongee tofauti na vyombo vya habari. Alafu mimi nikamueleza. Ungekaa hata kama kwenye kamati ya wajumbe pale. Yaani sio kwenye kamati ya wajumbe. Hata mwenyekiti Mzee. Nakwambia hivi, mimi sikufichi. Mimi majungu, hakuna kitu kibaya katika maisha kama majungu. Na hivi vilabu vyetu vyote vinaharibika kwa sababu ya majungu. Majungu mengi. Hawapo kispoti wapo majungu. Nilikuwa nimekaa namsikiliza babu yangu Juma Kapuya. Anakwambia Simba na Yanga hizi tulikuwa tunaangalia dalili zimekaaje. Tukiona huku kuna kelele sana tunabadilisha matokeo. Leo sasa ataenda kutoa draw Simba. Sio Simba anafungwa kila siku. Leo tunaenda kubadilisha matokeo. Ataanza na draw. Sitaki kusema mengi. Unawekea bakaa. Unawekea uzio. Sisi hatutaki kusema mengi. Mpira wa Simba na Yanga tunaujua kindaki. Mimi japokuwa wananiona yule mzee mpiga kelele sawa. Hao watu wanaopiga kelele, wewe mimi nitakuja kukuambia maneno mengine waseme Mzee Saidi sasa kavuka viwango. Achana nayo. Tuweke pazia kidogo. Mpira ukuta mbele. Mpira babu, mpira ni mgumu. Ona watu wanajazana pale.
Taifa wanarukaruka pale uwanjani pale, lakini kilichofanyika huku nyie mjui. Nyie mnachojua ni kutaka kuona magoli tu yameingia mangapi. Wapi sasa huko? Si kiwanjani. Kilichofanyika wapi? Huko sehemu zetu Vilingeni. Unajua kama unavyosemaga mpira unaanza kuchezwa wapi? Au nje ya pichi kwanza. Na ndio maana mimi nakwambia hivi, viongozi wa Simba wameshindwa nje na ndani ya pichi. Nje ya pichi na ndani ya pichi. Huwezi kufungwa siku zote na Yanga. Wewe unamwangalia Yanga. Injiniari si koje yule. Kwa mpira wenu mliocheza tarehe 20 ngapi ile wanasema ule mpira mkikutana makundi mnaweza mkatoka mapema. Ya juzi. Mimi nikisemaga mapema wananiambia msaliti, mzee Saidi anajuaje? Mimi sitaki kusema sasa hivi. Unalifunika kwanza. Kishatokea ndo nawaambia. Lakini nikiona hili lina haja ya kulisema mapema, nitalisema. Siku moja Simba tulikuwa tunafungwa, nikasema hii mechi tunafungwa kabla ya mechi kuchezwa. Kabla ya mechi kucheza. Katula niko na yule kijana wangu. Yule kijana walimuuliza sana, mzee Saidi anajuaje? Au yeye ndo anapeleka taarifa kule. Lakini sio hivyo, unaiangalia mechi iliyopita na inayofuata. Kuna siku nilikuwa niko Dodoma bado sijahamia huko. Simba anacheza na Yanga. Ligi ndiyo tunaangalia mpira pale. Simba kaishatanguliwa kufungwa goli moja. Tukasawazisha. Watu wa Simba walifurahia sana bado la pili. Nikamwambia hamna. Tuko kwa mzee Majidi tunaangalia mpira. Tukamwambia tunakaa tena. Nikamwambia hapa tunafungwa tena. Limbui Twitter linaenda kuokota mpira. Linaurusha misikiza na tupia goli la pili. Limbui Twitter alikuwa anarusha mpira kama anapiga yule. Wewe bwana. Watu wote walinigeukia mimi wakasema huyu mzee mchawi. Unaangalia reality ya mpira pale pale uwanjani. Mimi nitashinda. Na kabla unakokwenda kuna mtu mimi mmoja aliniambia mechi yake hii ya Ngao ya Hisani usiende. Ya juzi. Mimi napigiwa simu tu. Na wewe si nilikwambia mimi siendi, nafungwa goli moja, ila mpira nitacheza mimi. Na kweli ball position ilikuwa wewe umesimama mzee Said. Unajua mwenyewe. Lakini mwisho wa siku unakandwa. Si ndio hapo sasa? Bwana, wana habari, wana michezo wa Chapesa Media. Leo hatuna mengi sana ya kuongea. Tunasubiri siku ya kesho mnyama Simba dhidi ya TRA ya Tabora ya TRA United, ambao mwanzo ilikuwa inaitwa Tabora United, sasa inaitwa ni TRA United. Kesho mbunge linafanyika pale Ali Hassan Mwinyi. Kwenyewe. Unatoboa kesho. Unatoboa kesho, unatoboa dola. Unatoboa. Stina amekwambia nakusubiri. Wewe na yule naye anahangaika yule. Nikwambie? Nipe. Sikwambii. Ni siri. Tusubiri kesho. Sisemi. Wewe matokeo yote niletee kitonge. Kije. Bwana, sasa tuna zaidi cha msingi tunachowashauri wana Chapesa Media mashabiki wetu. Ni muda sahihi ambao yule hajasubscribe ni muda huu wa kusubscribe, comment, share na like comment yako ili uweze kuendelea kupata habari zaidi za kimichezo kupitia media hii ya Chapesa Media. Hatuna la ziada. Asanteni sana.